Baba mwenye mamlaka, Baba tumekuona, tumeona mkono wako, tumeona nguvu yako Bwana, tumekuona katika maisha yetu. Bila hatuja kujua, tulikuwa kudharauliwa, tulikuwa kuhangaika, tulikuwa kuteseka, hatukudhaminiwa, lakini tulipokupokea Baba tunashuhudia ya kwamba wewe ni wa neema. Katika ibada ya leo Bwana unatusaidia, Bwana unatuheshimisha, Bwana unatupigania, Bwana unatuletea, Bwana unatuongoza. Ni wakati neno Baba, tunaomba hilo neno likaanguke katika mchanga wenye rutuba, mchanga uko tayari kwa sababu ya hilo neno. Adui hatang'oa, adui hatapata, adui hatachukua mbegu yako Mesia. Baba ninaomba kwa yule anaye kwa mchungaji wako ambaye mwandaa kwa sababu ya siku ya leo, akapande mbegu Baba, mbegu hilo inadumu milele katika mioyo yetu. Baba ni wewe, sheria yako na amri yako sasa umeandika ndani ya mioyo yetu. Wakati ambapo tunapokea hilo neno Baba, tusaidie tukaitafakari, adui asichukue. Hata katika kipindi hiki adui anapanga kuweza kuleta uchovu, unamkataa. Adui anapanga kuleta kuchanganyikiwa, unakataa. Adui anapanga kuleta maumivu katika miili yetu, tunaikataa, tunaikataa, tunaikataa. Yeyote ambaye alipanga kusimama kinyume na ibada ya siku ya leo, kinyume na neno ya siku ya leo, tunatangaza moto juu yake, moto juu yake, moto juu yake. Kila kinywa kilichotamka kinyume na ibada hii, kinyume na huduma huu, kinyume na msimu huu, tunatamka moto juu yao, moto juu yao, moto juu yao. Kila ibada iliyofanyika usiku kwa sababu ya ibada ya siku ya leo, moto juu yake, moto juu yake, moto juu yake. Kila ibada inayopinga waumini kuingia katika ibada, tunakataa, tunakataa, tunakataa. Kila ibada inayoleta wagonjwa katika ibada, tunakataa, tunakataa, tunakataa. Ibada ambazo zinafanyika kinyume, inaleta shughuli wakati wa ibada, tunakataa, tunakataa. Baba, bado tunadai katika msimu wao Bwana, tunadai huduma ya kina mama ikaweze kuenea kama jinsi ambavyo tunao wachungaji ambao ni akina mama. Bwana, tunaomba wasiwe wao pekee, wanazalisha kwa hiyo neema yao. Pastor Linda anapohudumu, hata na wamama wanapokea neema ya kuhudumu. Pastor anapohudumu, hata na akina mama wanapokea huduma ya kuhudumu katika kila vitengo. Hata wengine hawatahudumu bali wataleta maono kupitia hiyo huduma, kanisa inapona. Baba, tunaomba sisi hatujua ambayo umetupangia siku ya leo, lakini ni kulingana Bwana na neema yako na kila ambacho ulipanga utaweza kuipata siku ya leo. Na Bwana ukaitimize, ukaitimize. Tunahitaji hekima na neema kwa haya madhabahu, kuanzia wakuhani wetu anapozidi kutulea na kutuombea. Bwana, tusije tukapotea njia, tusije tukapotoka, kiburi isiingie ndani yetu, tusije tukajibeba mawazo yasiyofaa yasiingie ndani yetu, na hata waumini Bwana wakajawe na amani. Na ni katika jina lako safi naomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi hata leo sina mtindo ya kumshangilia mchungaji. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tuwe mwenyewe jinsi ambavyo ulivyo. Wewe mwenyewe ujue tu ni jinsi gani ambavyo
utafanya kuonyesha Mungu umefurahia neno lake siku ya leo. Umefurahia kwa sababu ya ambaye mpakwa mafuta mchungaji ambaye atakuja kutuhudumia. Sijui namna gani utampokea. Anaonyesha upendo. Moja, mbili, tatu. Sherekea, sherekea. Wapi kelele, wapi kelele, wapi furaha, wapi amani. Usiketi. Mpaka jinsi ambavyo atatuambia tuketi, ndivyo tutaweza kuketi. Bwana asifiwe. Amen. Mamlaka na nguvu ninazo, kufanya lolote utakalo. Mamlaka na nguvu ninazo, kufanya lolote utakalo. Nawe upo ndani yangu, nawe upo ndani yangu. Na nguvu ninazo, fanya lolote Amen. Kwa majina naitwa Pastor Vincent Magoha. Nashukuru Mungu kwa hii kibali. Nashukuru baba yangu na wachungaji kwa kunipa hii nafasi. Amen. Utapata tu nafasi uketi. Kwa sababu ya muda. Nashukuru Mungu maana tayari amekubali. Anashuka wakati tunapomwabudu. Amen. Sasa andaa moyo wako, salimia jirani yako. Tunapojiandaa kwa sababu ya neno. Amen. Leo tunaenda kuongea juu ya kaa unaandika vita ni za Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Katika msimu huu ama majira haya tunaongea, kipindi hiki ni cha wings to fly. Bwana asifiwe. Amen. Ati wings to fly kwa Kiswahili kwamba kuna mabawa ya kupaa, si ndio? Hiyo ndio tunaenda kuongelea siku ya leo. Na katika hii title ya wings to fly imebeba mambo makubwa. Bwana asifiwe. Imebeba mambo makubwa ukiwa na ufunuo. Haleluya. Kwa sababu upande wangu mimi nikiangalia hiyo neno ni kubwa sana. Bwana asifiwe. Nashukuru dadi kwa sababu na viongozi kwa sababu ya kukaa na kukuja na hiyo neno. Bwana asifiwe. Inanipa ujasiri. Haleluya. Ya kwamba wings to fly. Bwana asifiwe. Kuna kitu ambao tunaenda kupata kinaitwa wings to fly. Bwana asifiwe. Kuna uweza fulani, nguvu za kiungu. Bwana asifiwe. Tunaenda kupokea kutoka kwa madhabahu haya. Na ndiposa tuweze kufanya nini? Kupaa. Haleluya. Hiyo inamaanisha kwamba ati Bwana anaenda kutufunika na mabawa zake. Bwana asifiwe. Wakati kuna jua tunaenda kufunikwa na mabawa zake. Wakati kuna mafuriko, Bwana asifiwe, anaenda kutupea mabawa na tutapaa. Haleluya. Ndio maana sasa tukakuja hapo na wings to fly. Na msomaji atanisomea Samueli wa kwanza kabla sijaendelea nisikuwe na mambo yangu. Amen. Andiko la Bwana lasema, Samueli wa kwanza 17 45 ndio hadi 47. Andiko la Bwana lasema, lakini Daudi akamwambia Goliathi, wewe unanijia kwa upanga, mkuki na sime, lakini mimi ninakujia kwa jina la Mwenyezi Mungu wa majeshi, Mungu wa askari wa Israeli, ambaye wewe umemtukana.
siku ya leo Mwenyezi Mungu atakutia mikononi mwangu. Nitakubwaga chini. Yes. Nitakukata kichwa chako. Ndio. Na miili ya wanajeshi wa Wafilisti nitawapa ndege wa angani na wanyama wa porini. Yes. Haleluya. Amen. Shikilia hapo mchungaji kwanza. Amina. Amesema ya kwamba Bwana wa majeshi. Hajasema Pastor Vincent, sio? Yes. Haleluya. Amesema leo hii huyo Goliati wako ambao anakusumbua, Bwana wa majeshi wa Israeli. Bwana asifiwe. Hajataja Reverend Sam. Haleluya. Hajataja jina ya mtu, ametaja jina la Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana nimeanza nikikwambia kwamba vita vyetu, vita tunaopigana sio vyetu. Bwana asifiwe. Vita ni za Mungu. Haleluya. Vita tunaopitia ama hali tunayopitia sio zetu, ni za Mungu. Haleluya. So utakapokuja hapa katika majira haya ya Wings to Fly, kuja ukitarajia kwamba kuna vita, lakini kuna nguvu za kiungu katika madhabahu haya zinaenda kukubeba. Bwana asifiwe. Na ndio maana amesoma akisema kwamba Daudi alipokutana na Goliati ametesa Waisraeli, hakuangalia Daudi, hakuangalia Goliati, aliangalia Mungu wa majeshi. Bwana asifiwe. Aliye nyuma yake, aliye ndani mwake. Haleluya. Na nimekuja kukutia moyo nikikwambia kwamba jioni ya leo wewe ambao unanitazama na unanisikiza, ya kwamba kuna Mungu Bwana wa majeshi. Haleluya. Katika Wings to Fly tumekuja tukiwa na fasting, prayer and fasting. Bwana asifiwe. Kupokea nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Kupokea uweza na mamlaka ya kubomoa na kuharibu. Bwana asifiwe. Kuteketeza kila kazi za adui. Haijalishi Goliati ambaye tumemsikia muda mrefu. Bwana asifiwe. Haijalishi ni Goliati wa aina gani, kule nyumbani, kule kazini, wapi. Haijalishi yeye amebeba silaha gani. Bwana asifiwe. Lakini ya kwamba tutakapokuja with the prayer and fasting, tutapokea nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Tutapokea nguvu za Mungu, uweza na mamlaka ya kubomoa na kuharibu zile maneno na laana na vifungo adui alikuwa ametangaza. Haleluya. Ndio maana nakwambia kwamba wakati Goliathi alikuwa anaroa, ananguruma. Bwana asifiwe. Watu wa Israeli wengine wote wakalela chini Goliathi apite. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu Daudi alijua kwamba kuna Wings to Fly. Bwana asifiwe. Kwa sababu Daudi alijua kwamba kuna Mungu Bwana wa majeshi, alisimama wima. Haleluya. Jioni ya leo mtumishi wa Mungu, dada mpendwa, usitishwe na hali. Bwana asifiwe. Usitishwe na ile kitu umeona. Usitishwe na maneno wanasema. Usitishwe na changamoto umepitia. Tazama Mungu Bwana wa majeshi akishuka mahali hapa. Na siku ya leo tunaenda kumuona. Haleluya. Pigia Yesu makofi kwa sababu ya hiyo ujumbe. Ati yani unaamini ya kwamba alijua kwamba ndani mwake kuna nguvu. Bwana asifiwe. Daudi alinishangaza. Ndani mwake kuna nguvu. Haleluya. Hata Goliathi aje atraini kiasi gani, abebe guruneti, abebe nini, kuna Mungu Bwana wa majeshi anakuwa kukinga hiyo guruneti. Bwana asifiwe. Na ndio maana jioni ya leo nakutia moyo. Na ninakuambia mtu wa Mungu, usichoke kumtumainia Mungu. Ile tu condition Mungu alisema, tupende kwa bidii. Bwana asifiwe. Bwana anapenda yule mtu ambaye anamtafuta kwa bidii. Bwana anapenda yule mtu ambaye anamtumainia kwa bidii. Na imesema ya kwamba wakati unakula mwili wa Yesu Kristo, wakati unakunywa damu ya Yesu Kristo, unakuwa na mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Unakuwa na mwili wa Kristo. Na ndiposa Daudi aligundua kwamba akiwa na mwili wa Kristo, Kristo utamtisha na nini? Bwana asifiwe. Nikuulize swali, ukiwa na Mungu utaogopa nini? Haleluya. Wewe ukiwa na Mungu utaogopa nini? Hiyo utajijibu mwenyewe. Msomaji nisomee Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati 20:15. Mambo ya Nyakati wa pili ama wa kwanza? Wa kwanza. Thank you. Mambo ya Nyakati 20:15. Andiko la Bwana lasema hivi. Ndio.
Hakuna Mambo ya Nyakati. Leviticus, nisomee Leviticus kwa English. Yes, Leviticus 20:15. Hiyo verse hakuna hapo. Mambo ya Leviticus, Walawi 20:15. Ndio. Amen. Nitasoma kwa uwezo wa Roho. Yes. Andiko la Bwana lasema hivi. Yes. Kama mwanamume yeyote akilala na mnyama, ndio, ni lazima auawe. Ndio. Na mnyama huyo lazima auawe. Ndio. Kama mwanamke akimkaribia mnyama na kulala naye, yes, ni lazima mwanamke huyo auawe. Ndio. Na mnyama huyo pia, damu yao itakuwa ni juu yao. Ndio. Endelea hapo chini. Kama mwanamume yeyote akimwoa dada yake, binti ya baba yake au mama yake, ndio, na binti huyo akakubaliana na mwanamume huyo, yes, ambaye ni kaka yake, ndio, na kulala naye, ndio, hilo ni chukizo. Ni lazima watengwe na rika lao, kwani wamefanya jambo la aibu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Jioni ya leo nimekuja kuambia kwamba kuna Wakristo wengi. Bwana asifiwe. Amen. Umeitwa Mkristo kwa sababu umeokoka. Haleluya. Amen. Kristo akakuondolea zile dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Kristo akakuondolea ule ubaya. Yes. Lakini unajua nini? Wengi tena bado wanalala. Haleluya. Amen. Sema kulala. Lala. Haleluya. Amen. Ati wakikuwa katika ile meli, walikuwa na Yesu ndani ya hiyo meli, lakini yes, mawimbi ikakuja. Bwana asifiwe. Amen. Sasa ndio wanakumbuka, wakaanza, Yesu amuka, tunaangamia. Bwana asifiwe. Amen. Sasa wewe ambao umepata hii siri, umegundua hii siri ya wings to fly. Sasa wewe umepokea hii ufahamu, imeingia ndani mwako. Chochea hiyo moto. Bwana asifiwe. Amen. Chochea hiyo moto wa madhabahu haya. Haleluya. Chochea hiyo moto wa madhabahu haya. Bwana asifiwe. Chochea, usimwache Kristo akakuja akalala. Haleluya. Usiwache alale kule nyumbani. Bwana asifiwe. Wakati sasa wewe umelala, wewe ni baridi. Bwana asifiwe. Ndipo sasa mawimbi yanaamuka. Ndio sasa ukishaanza kujipata hauna rent au kujipata mambo magonjwa nini, sasa ndio unakimbia kanisani, unaanza kumuita Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Usiruhusu hiyo condition. Bwana asifiwe. Amen. Chochea huyo moto wa Yesu Kristo ndani mwako. Kataa kunyamazishwa na kina Goliati. Bwana asifiwe. Kataa kunyamazishwa na hali. Kataa kunyamazishwa na maneno ya wanadamu. Kataa kunyamazishwa na watu ambao wana kinyume, wako kinyume na kipawa chako. Bwana asifiwe. Kataa hiyo maneno, kataa na uwashe moto. Chochea moto wa madhabahu haya. Nawe utakuwa mshindi. Amen. Sasa nafikiri nasoma tu vitabu, ndio sasa tukienda mtakuwa umenielewa. Ni pasa nisomee hiyo Revelation, Ufunuo 19:11. Andiko la Bwana lasema, ndio, kisha nikaona mbingu zimefunguliwa. Yes. Na huko alikuwako farasi moja mweupe. Ndio. Na mpanda farasi wake aliitwa, yes, Mwaminifu. Ndio. Na kweli, huyo hukumu na kupigana kwa ajili ya haki. Ndio. Macho yake ni kama mwali wa moto. Yes. Na alikuwa amevaa taji nyingi kichwani. Alikuwa ameandikwa jina ambalo hakuna mtu alijuae isipokuwa tu yeye mwenyewe. Ndio. Alikuwa amevaa vazi iliyokuwa limelowekwa katika damu. Ndio. Na jina lake huyo li neno la Mungu. Yes. Majeshi ya mbinguni yalimfuata yakiwa yamepanda farasi weupe. Ndio. Na yamevaa mavazi ya kitani. Yes. Meupe na safi. Ndio. 15. Upanga mkali utoka kinywani mwake. Ndio. Na kwa upanga huo, yes, atawashinda watu wa mataifa. Ndio. Yeye ndiye atakayetawala kwa fimbo ya chuma, na kuikamua divai katika chombo cha kukamulia zabibu, yes, za ghadhabu kuu ya Mungu mwenye nguvu. Ndio. Juu ya vazi lake, yes, na juu ya paja lake, ndio, alikuwa ameandikwa jina, Mfalme wa wafalme, ndio, Bwana wa mabwana. Yes. 17 nitaendelea. Ndio. Kisha
Nikamwona malaika mmoja amesimama katika jua. Yes. Kapasa sauti na kuambia ndege wote waliokuwa wanaruka juu angani. Ndio. Njooni kusanyikeni pamoja kwa karamu kuu ya Mungu. Njooni mkaitafune miili ya wafalme, ya majemedari, ya watu wenye nguvu, ya farasi na wapanda farasi wao. Njooni mkaitafune miili ya watu wote walio huru na watumwa, wadogo na wakubwa. Bwana asifiwe. Amen. Tachia hapo. Hapa inaongelea juu ya vita ambao Mkristo anapitia. Haleluya. Amen. Inaongelea juu ya vita wewe na mimi tunapitia, ambao tumeitwa kwa jina la Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Hapo nyuma tumekuwa tunajifunza kuhusu mahali tulitoka. Haleluya. Amen. Ulikuwa mchawi, labda ulizaliwa katika background ya watu ambao wanalewa, labda ulikuwa unafanya hiyo mambo ingine. Haleluya. Sasa ukaitwa, ukabatizwa, ukakula mwili wa Yesu na damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Sasa ukabadilisha jina, wewe unaitwa Mkristo. Haleluya. Sasa huyo Mkristo ambaye sasa amekimbia hapa Jesus Winner ndio tunaongelea. Haleluya. Sasa huyo Mkristo ndio tunaongea na yeye jioni ya leo, ambao ninakuhakikishia kwamba kuna vita wakati umetoka katika hiyo falme mwingine. Haleluya. Amen. Kuna vita ambao uko tayari unaitwa most wanted. Haleluya. Nashukuru dada alikuwa anaongea juu ya most wanted. Kuna vita ambao hawajafurahia. Yes. Kuna wale ambao wanakuangalia nasema sasa huyu tulikuwa tumesema aishi. Bwana asifiwe. Amen. Tulikuwa tunasema akuweko lakini asisikike. Haleluya. Amen. Imekuaje? Bwana asifiwe. Amen. Katika majira haya ya wings to fly. Yes. Katika majira haya ya wings to fly. Yes. Siku ya leo nakuambia mpendwa, kuna Mungu wa Jesus Winner. Mungu wa Jesus Winner anatuma moto, anatuma malaika, anashuka katika ibada, anashuka jioni ya leo kupigana vita vyako, kupigana vita vyangu, kupigana kule nyumbani, kupigana kule kazini, kupigana kule kwa boma, kupigana kule kwa ndoa. Anakuja mwenyewe. Anasema ya kwamba anatuma moto, anatuma moto. Goliathi akiona moto anashindwa kuhepa. Anatuma moto. Mchawi akiona moto anashindwa kuhepa. Bwana itakuja. Kiita jina Vincent, unasikia moto inashuka kama radi. Amen. Wakiita jina Pastor Kai, unasikia moto inashuka kama radi. Anasema ya kwamba yeye ni Bwana wa majeshi. Wakati wa Goliathi alipea Daudi nguvu. Bwana asifiwe. Alipea Daudi nguvu, uweza na mamlaka. Na hiyo nguvu, uweza na mamlaka jioni ya leo ako leo tayari kutumanishia. Bwana asifiwe. Ako leo tayari kutumanishia kule nyumbani, mahali umeteseka, mahali umelia. Ako leo tayari kubadilisha historia yako. Ako leo tayari kubadilisha kazi yako. Ako leo tayari kupanguza kazi yako. Ako leo tayari kupanguza kilio chako. Wewe mtumainie Mungu. Mtafute Mungu kwa bidii. Usiangalie hali, usiangalie jirani, usiangalie wanakusikia wanakuongea nini, wanakudarau, wanakusema. Majeshi, Mungu wa majeshi, yeye alitumia Daudi. Yeye alitumia Daudi. Hata alikuwa kiumbe bure. Alikuwa hawezi chochote. Siku ya leo, tumainie, usichoke. Tafuta Mungu, anapatikana. Usichoke, kuita Mungu, Bwana ana uweza, ana mamlaka. Maana acha nikuambie kitu kingine sasa kabla tujiendelee. Kuna hii title ya wings to fly. Bwana asifiwe. Katika majira haya, wewe ambao uko na vipawa, Bwana asifiwe, umekamatwa. This is your time. Bwana asifiwe. Amina. Wings to fly haimaanishi kupaa. Haimaanishi zile mabawa kama zile za rafiki ya pastor mkubwa ati walikuwa wanajiwekea alafu wanafika mahali jua inachoma. Bwana asifiwe. Na zinaanguka. Wings to fly kuna uweza, authority. Bwana asifiwe. Kuna nguvu za kiungu katika madhabahu haya. Ukigundua hiyo siri, maana sasa utapata maneno ya kinywa chako. Haleluya. Maneno ya kinywa chako unatamka na inatenda kazi. Bwana asifiwe. Unatamka na inakuwa hai. Haleluya. Kwa sababu gani? Kuna uweza na mamlaka na umekuja mahali hapa. Haleluya. Amen. Sema kukuja mahali hapa. Kukuja mahali hapa. Haujakosa. Bwana asifiwe. Amen. Sio bure. Haleluya. Amen. Wakati Yesu alikuwa na wafuasi wake, aliwaambia baada sasa wamekula mkate, wamefanya kila kitu,
ameonyesha vile anatenda ishara na muujiza. Bwana asifiwe. Amen. Baadaye aliwaambia, kaeni hapa msubiri nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Sasa ndio nakutia moyo na kuambia wewe kuja hapa, wewe kuja hapa, haujapoteza muda, haujapoteza muda katika majira haya prayer and fasting, haujapoteza muda, haujapotea muda, wewe uko on the right track, uko on the right track. Unasubiri wewe nguvu, unasubiri wewe mabawa, unasubiri wewe mamlaka. Goliati kule nyumbani akikuangalia anaona fire, akikuangalia anaona Mungu. Subiri tu, subiri tu, usichoke mpendwa. Acha tuendelee pastor. Yoeli 2:25 ndio hadi 27. Yes. Andiko la Bwana lasema nitawarudishia miaka ile iliyoliwa na nzige. Ndio. Kila kitu kilicholiwa na tunutu, parare na matumatu. Ndio. Hilo jeshi kubwa nililowaletea. Yes. Mtapata chakula kingi na kutosheka. Yes. Mtalisifu jina la Mwenyezi Mungu, Mungu wenu. Ndio. Aliyewatendea mambo ya ajabu. Yes. Watu wangu ndio kamwe hawatawarauliwa tena. Mtatambua kwamba mimi nimo miongoni mwenu. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hii inakutia tu moyo na kukuambia siku ya leo ya kwamba wakati nimesimama hapa, Bwana asifiwe. Amen. Ukiamini na kutii hii sauti, maana tayari katika kufunga huu tumepokea nguvu, uweza na mamlaka. Bwana asifiwe. Ya kudikiri, kutangaza, kuumba. Bwana asifiwe. Usikuje ukajidarau tena. Na sasa tunaanza kurejesha. Haleluya. Tunaanza kurejesha. Nini hicho wewe ulikuwa unafanya? Nini hicho kilikuwa kwa maisha yako? Nini hicho Mungu alipanga kwa anga yako? Lakini adui akasimama usiku wa manani, adui akapata ukiwa umelala, akakupokonya. Katika majira haya, katika majira haya ya wings to fly, tunaenda kurejesha, tunaenda kurejesha. Haleluya. Bwana anaenda kurejesha. Amesema mwenyewe katika neno lake ya kwamba ile miaka ulipoteza, Bwana asifiwe, ya kwamba ile wakati ulipoteza, malaika wa Jesus Winner ameshuka na ameongea kwa neno lake ya kwamba ako tayari katika season hii, katika muda huu wings to fly, ako tayari kurejesha ndoa, ako tayari kurejesha heshima, ako tayari kurejesha kazi, ako tayari kurejesha masomo. Acha hiyo wakina Goliati ambao wamekuwa wanatusumbua hapa. Kuna wakina Goliati wamekuwa wanatusumbua ati kuna uchumi. Bwana asifiwe. Wamekuwa wanatutishia kila mara. Ukienda kuandikwa kazi, kuna wale ambao wanajua corruption. Bwana asifiwe. Malaika wa Jesus Winner amesema hizo ofisi wametunyang'anya, leo tunarejeshwa kabisa. Leo zinarejeshwa. Leo zinarejeshwa. Hizo tunuku, hizo fursa. Tulijaribu kazi, tukianza wanamonta. Tulijaribu ndoa, tukianza wanamonta. Nguvu za wings to fly. Mungu wa Jesus Winner, malaika wa Jesus Winner anashuka leo, anashuka leo, anashuka leo, atakurejeshea. Kitabu ya mwisho baba. Esther 8. Yes. Kitabu ni cha Esther 8 kuanzia 1. Ndio. Neno la Bwana linasema, yes, siku hiyo hiyo ndio Mfalme Ahasuero alimkabidhi Malkia Esther mali yote ya amani, adui wa Wayahudi. Ndio. Esther akamjulisha mfalme kwamba Mordekai ni jamaa yake. Ndio. Basi tangu wakati huo, yes, Mordekai akaruhusiwa kumwona mfalme. Ndio. Mfalme akaivua pete yake ya muhuri aliyokuwa amemnyang'anya Hamani. Ndio. Akampa Mordekai. Yes. Esther naye akampa Mordekai mamlaka juu ya mali ya Hamani. Kisha Esther akazungumza tena na mfalme. Ndio. Akajitupa chini, yes, miguuni pa mfalme, huku analia. Ndio. Akimsihi mfalme aukomeshe mpango mbaya, yes, ambao Hamani, ndio, wa uzao wa Agagi alikuwa amepanga dhidi ya Wayahudi. Mfalme akaunyoosha Esther fimbo yake ya dhahabu, naye Esther akasimama na kusema, ukipenda ewe mfalme, na kama unanijali na ukiona inafaa, tafadhali toa tangazo la kufutilia mbali mipango ambayo Hamani alikuwa ameamuru itekelezwe.
Mipango hiyo ni ile ya mwana wa Emadhatha mzao wa Agagi aliyopanga ili kuangamiza Wayahudi wote katika mikoa yote. Maana ninawezaje kuvumilia kuona watu wangu wanaangamizwa na jamaa zangu wanauawa? Mfalme Ahasuero akawaambia Malkia Esta na Mordekai yule Myahudi, tazameni, nimempa Esta mali yake Hamani, naye wamekwisha mnyonga kwa sababu ya njama yake dhidi ya Wayahudi. 8, mwaweza kuandikia Wayahudi lolote mpendalo. Tena mwaweza kuandika kwa jina langu na kutumia muhuri wa kifalme, kwa sababu tangazo ambalo limetolewa kwa ajili la mfalme na kupigwa muhuri wa mfalme aliwezi kubatilizwa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ni kitabu cha mwisho, nataka nikuambie kwa sababu ya wakati. Yes. Tunaona Esther, Mordekai na Naamani. Bwana asifiwe. Amen. Sasa hapa Biblia inatuambia ya kwamba kulikuwa na njama adui wa Mordekai na Esther alipanga, ambaye ni Naamani. Bwana asifiwe. Amen. Aliwapangia njama mbaya sana, aliwapangia kifo. Haleluya. Amen. Lakini wakati Mungu alisikia kilio cha kina Esther, wakati walikuwa wameomba kufunga na kuomboleza, akabadilisha agenda. Bwana asifiwe. Sasa kubadilisha agenda. Kubadilisha agenda. Kubadilisha agenda. Sasa wewe umejaribu kupanga nyimbo za kurekodi. Bwana asifiwe. Wewe umejaribu kukuja kufanya kazi ya mama kanisa. Haleluya. Umejaribu kukuja kufanya kazi ya uinjilisti. Haleluya. Kwa sababu tuna activate hapa vipawa katika hii majira ya Wings to Fly. Bwana asifiwe. Lakini kuna Naamani asikii vizuri. Haleluya. Kuna adui asikii vizuri. Haleluya. Sasa yeye ameinuka, anapanga kuua kipawa. Bwana asifiwe. Akisikia Pastor Vincent leo ndiye mahubiri usiku, sasa halali anakimbia. Bwana asifiwe. Anajaribu vile ataniua. Haleluya. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba kupitia kwa maombi ya kina Esther, kupitia kwa prayer and fasting ya hii siku ya leo, malaika wa Jesus Winner anashuka leo, anaingia leo na kujibu. Bwana asifiwe. Anashuka leo na kubadilisha agenda. Wale walisema tutanyamazia hapo, wale walisema tutaimba wimbo moja na turudi nyumbani, wale walisema tutajenga nyumba moja na nikufia hapo. Siku ya leo malaika wa Jesus Winner, kwa baba yangu ameshuka na nguvu, uweza kufufua vipawa, kurejesha ndoa, kurejesha kazi, kurejesha heshima, kupokea kibali, kupokea neema, kupokea nguvu mpya. Haleluya. Sasa ukaweza kusimama. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Yes. Mamlaka. Haleluya. Amen. Kwa sababu ya hii neno nataka tu nitangaze tu neno moja, alafu nikaribishe baba yangu. Kwa sababu ya muda ataendelea kutoka pale. Asante Bwana. Yes. Mamlaka na nguvu ninazo kufanya lolote nitakalo, nawe uko ndani yangu, nawe uko ndani yangu. mamlaka Na nguvu ninazo kufanya lolote nitakalo, nawe uko ndani yangu, nawe uko ndani yangu. tuinamishe tu uso wetu tunapotangaza hii neno liwe hai juu ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru, mfalme wa amani. Umenitumia kama chombo. Yes. Thibitisha neno lako